Asante mtakatifu wa takatifu, Bwana mwenye nguvu na uwezo na mamlaka, Baba mwenye nguvu na uwezo, umetuwezesha, umetupigania Bwana. Baba, siku ya leo tumekusanyika hapa kwa ajili ya kuliinua na kulisifu jina lako. Hivyo Bwana, mbele zako kwa majira nimesimama kama mtumishi wako. Naomba Bwana unipatie nguvu, unipatie ujasiri, unipatie mwongozo wako Bwana, ili napoenda kufundisha Baba, watu hawa wanaitwa kwa jina lako Bwana. Baba, mafundisho haya kaweze kuwa ya baraka. Baba, nakataa kila hila zote, jamaa zote za Mungu ibilisi, maroho yanayojituma wakati wa fundisho hili Bwana, na yapinga na yakataa na yateketeza na yaweka katika moto na yachoma katika jina la Yesu Kristo. Bwana mwenye nguvu na uwezo na mamlaka, naomba nguvu zako, uwezo wako Bwana, unilinda, unihifadhi Bwana. Na kwa Baba, anza hata nitakapomalizia Bwana, sifa na tukufu kwa ni kwako. Ni kwa Yesu Kristo nimeweza kuomba na kuamini. Amen. Amen. Pigia Yesu makofi mazuri. Ningeomba nichukue nafasi hii kukwambia kwamba uweze kumkaribisha jirani yako, mjulie hali, mwambie unapendeza sana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tunaweza keti. Mimi kwa jina langu, Kiswahili sanifu ni jina, si majina. Jina langu naitwa Dickson Ngala. Mimi nimeokoka na mpenda Yesu asubuhi ya leo. Kwanza kabisa ningependa kuchukua fursa hii kumshukuru baba yetu mpaka mafuta wa Bwana, Baba Emmanuel, pamoja na mama na viongozi wote wa kanisa. Kwanza kabisa kwa kutunuku nafasi hii kama wazee kuongoza ibada ya siku ya leo, na pia kunitunuku siku ya leo ili niweze kuwa mwalimu wa kwanza. Nanyenyekea chini ya miguu yenu ya kwamba mimi ninatumika kama chombo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Si eti kwamba nimekuwa perfect kati ya wale wazee wote ambao kwamba wangeweza kuhudumu siku ya leo, lakini tuko kibali na kwa neema ya Mwenyezi Mungu nasema ni asante kwa wito huo. Unajua kama wewe ni umeokoka, ukiitwa unafaa kuitika. Bwana Yesu asifiwe. Na kazi kubwa ambayo kwamba tulitumwa kama Wakristo ni kwenda kueneza Injili. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo ole wako wewe ambao utakuwa uko pale na kazi yako sio kueneza Injili, kazi yako umeweka katika umbea, kazi yako umeweka katika mambo kadha wa kadha ambayo kwamba hayampendezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hausa kuwa unafanya ile kazi ambayo kwamba tuliitwa kwayo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kanisa letu linaitwa The Voice of New Jerusalem Church, na tuko na ile scripture theme. Wangapi wanajua hiyo scripture? The Voice of New Jerusalem Church. Alafu hapo kuna ile scripture theme ambayo inaandikwa. Wangapi wanajua hiyo scripture? Inatoka kitabu gani? Romans. Warumi 1:16. Hebu jipigie makofi mazuri waliosema hivyo, kwa sababu kuna watu wako hapa na ukiuliza labda ile scripture theme yetu ya kanisa mtu anaweza kuwa hajui. Inasemaje? Kama kuna maandiko tunaweza isoma alafu niweze kuconnect na mafundisho yangu ya siku ya leo. Inasemaje? Romans chapter 1:16. Inasemaje? Biblia yangu ya Kiingereza inasema hivi: For I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes, first to the Jew, then to the Gentile. Verse 17, For in the gospel the righteousness of God is revealed, a righteousness that is by faith from the first to last, just as it is written, the righteous will live by faith. Nasemaje Kiswahili? Biblia inasema hivi: mimi sisikii haya juu ya habari njema, kwa sababu huo ndio uwezo wa Mungu unaowaokoa wote wanaoamini, kwanza Wayuda na kisha watu wa mataifa mengine vile vile. Amen. Verse 17, kwa maana habari njema inayoonyesha namna Mungu anavyowahesabia watu haki mbele yake, jambo hilo haliwezekani isipokuwa kwa njia ya kuamini tu. Ni sawa vile inavyoandikwa katika maandiko matakatifu yanayosema,
mwenye haki ataishi kwa njia ya imani. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Wacha niseme tu kwamba napenda hili kanisa letu, kwa sababu ni kama kulikuwa na ufunuo fulani. Ile kanisa linalohudumu nyumbani iko na the same scripture theme ambayo hili kanisa iko nayo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. So inamaanisha kwamba kulikuwa na connection. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwenyezi Mungu ana sababu ya kukupeleka mahali pale ambapo kwamba panastahili. Bwana Yesu asifiwe. Na labda kabla niendelee, sijasema na nazungumza kuhusu nini siku ya leo. Wale ambao wanataka kuandika, nataka niulize swali kabla niweze kuzungumzia kile ambacho kwamba nitaenda kuzungumzia siku ya leo, ama topic yangu ya siku ya leo. Wangapi ni washirika wa hili kanisa? Wenyewe wainue mikono. Wangapi ni washirika wa hili kanisa? Kama ni mshirika wa hili kanisa, inua mkono. Kama wewe ni mshirika wa hili kanisa, naomba uinue mkono, because kuna wengine ni wageni. Haya, mikono chini. Wangapi ni wanafunzi wa hili kanisa? Wainue mikono. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tuko washirika ama tuko wanafunzi? Haleluya. Kwa hivyo nataka nizungumze kuhusu discipleship. Bwana Yesu asifiwe. Andika hapo discipleship. Nataka nifundishe kuhusu wanafunzi. Haleluya. Kwa sababu hatuenendi kama washirika, tunaenenda kama wanafunzi. Mwanafunzi ni yule ambaye kwamba yuko tayari kutumwa. Haleluya. Because katika maandiko hata even Jesus himself, he commissioned the disciples. Haleluya. Na nikaanza siku moja nikahudhuria, tunaita ordination ya wachungaji. Mchungaji rafiki yangu alikuwa amenialika, na yule bishop alikuwa anawaordain, akasema this is not ordination but commissioning. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Akasema tunajua kwamba term ambayo tumeitumia sana huwa ni ordination, but the right term is supposed to be commissioning. Haleluya. Commissioning ni nini Kiswahili? Kuwa commission ni kufanya nini? Yes, kutawazwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo umetawazwa ni kama mwanajeshi ambaye kwamba amenenda katika mafundisho. Bwana Yesu asifiwe. Komanda pale amempatia all the tactics ya vile ambavyo kwamba anafaa kupigana na ule adui. Sasa yeye ametawazwa, ako tayari kutumwa hata kufanya injili bila haya, bila pingamizi lolote, ya kwamba hata kama kutakuwa na vikwazo, yeye amejitolea kwamba yuko tayari kufa kupona. Bwana Yesu asifiwe. Huyo ndo tunamwita mwanafunzi. Bwana Yesu asifiwe. Siku moja mtumishi wa Mungu akawa anafundisha na akapenda tu mfano ya kwamba kuna siku moja ilikuwa ni kwa kanisa kama hivi, ilikuwa kuna kesha, na mtumishi wa Mungu alikuwa katika madhabahu kuhubiri. Sasa akaulizwa, asante sana. Sasa kuna swali ambalo kwamba kuna swali ambalo kwamba ilikuja pale katika yule mtumishi wa Mungu akaendelea mahubiri, na lile swali halikuja na watu wa kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Majambazi waliweza kuvamia wakati wa ile kesha, na wakati mtumishi wa Mungu alikuwa yuko kwa madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa swali waliulizwa wale wanafunzi, ndio hapo tunajua kwamba kuna wanafunzi na kuna washirika. Hiyo siku kulikuwa na washirika, hakukuwa na wanafunzi. Bwana Yesu asifiwe. Wakaulizwa, wale wote ambao kwamba wako na huyu mchungaji wanasema wameokoka, wapite upande huu, tuwawe watu wa kwanza kuwamaliza. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nakumbuka siku alibaki tu mchungaji na sijui mtu mwingine mmoja, hata mke wa mchungaji mwenyewe alimkataa, akasema huyu simjui, aliniona tu akaniambia twende huku. Ni kama vile wewe umekaribishwa kwa kesha na unasema kwamba mimi hata siku anakuja, ingekuwa si huyu ndugu yangu, huyu rafiki yangu Mr. Baraza, ningekuwa singekuja, nimejipata tu niko hapa, lakini mimi huyu mchungaji simjui na maneno ya Mungu pia siyajui. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unajua hawa walikuwa washirika, hawakuwa wanafunzi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama wangekuwa ni wanafunzi, wangekuwa kwa tayari, because wamekuwa commissioned, wangekuwa tayari akasema liwe liwalo, sisi tunamtumikia Mungu, tuko pamoja na mchungaji na tuko tayari hata kama ni kufa. Bwana Yesu asifiwe.
Lakini wangapi wote tuko tayari? Haleluya. Labda mwingine anaweza itwa akasema bado sijatimiza maono yangu. Haleluya. Labda mimi nimeoa, nimepanga kuwa na watoto 10 na niko na 2 pekee. Nitasema hapana. Hata mke wangu ndo bado mpya. Watoto tu ni 2. Siko tayari kufa. Mimi simjui huyu mchungaji. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini kama wewe umeitwa na Mungu, wewe ni mwanafunzi na sio mshirika, utasema mimi niko tayari liwe liwalo hata kama ni kufa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Wakati watumishi wa Mungu walipokuwa commissioned, walipewa silaha, walipewa uwezo wa kukanyaga nge, wa kukanyaga nyoka, na wakaambiwa kwamba vitu hivyo vyote havitafanya nini? Havitawadhuru. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kama uko hapa wewe ni mwanafunzi, utakuwa tayari mchana na usiku kueneza injili. Licha watu watakupinga, watu watasema huyu yuko hivi, huyu ndugu fulani anaenda hivi, lakini kwa sababu unajua kile unachofanya ndani yako, na unajua mimi ni mwanafunzi na nina lengo na shabaha lile nililoitiwa, utakuwa tayari kueneza injili. Kwa hivyo the book of Romans 1:16 imesema kwamba usionee haya injili, kuwa tayari kutuma kila wakati. Nakumbuka wakati fulani mtumishi wa Mungu akanatufundisha, akasema sisi kama wanafunzi, roho ya uinjilisti inafaa iingie ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Roho ya uinjilisti ikiingia ndani yako, ndugu yangu, utahubiria wengine. Tunaona jirani yako yuko pale, mwambie ndugu yangu, hebu tushiriki katika maandiko fulani. Na kupitia hayo maandiko utakuwa umeanza kumsaidia yule ndugu yako na utamwelekeza katika mahali panapostahili. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Washukuriwe wale wanafunzi ambao kwamba tuko nao hapa, ambao kwamba wameleta wanafunzi wengine. Ulifanya uinjilisti ukaleta mtu katika kanisa. Hiyo ndio kazi ambao kwamba tulitiwa. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata wanafunzi wa Yesu walikuwa wakina nani? Wanafunzi wa Yesu walikuwa wanafanya kazi gani before they were called? Walikuwa wainjilisti. Wale wanafunzi ambao aliwapata Yesu Kristo kwanza aliwapata wapi? Wale wanafunzi wa kwanza, the first disciples of Jesus, they were fishermen. Bwana Yesu asifiwe. Lakini akasema kwa sababu nyinyi mnavua samaki, you are fishermen. Sasa nitaweka roho ya uinjilisti ndani yenu, na you will be no longer fishermen, but now you will fish people. Mtaenda kule, sasa mfanye ile hali ya kufanya nini? Ya kuvua watu kuwaleta katika kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi tunafanya hivyo? Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wangapi tuko hapa sisi tunavua watu? Sisi ni wavuvi wa watu. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu jipigie makofi mazuri kwa Yesu. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi kama unafanya hivyo, unafanya kazi nzuri. Kwa hivyo tumeandika discipleship. So tunataka tuangalie the meaning of discipleship. What is disciple? Who is a disciple? Who is a disciple? Ni mafundisho. Nani anaweza kutuambia mwanafunzi ni nani? Who is a disciple? Nani anaweza jaribu? Who is a disciple? Who is a disciple? Wanafunzi. Sisi tulifundishwa hiyo katika CRE. Who is a disciple? Wale wa high school mlifundishwa hiyo definition ambayo nilifundishwa ndio hiyo. Who is a disciple? Mwanafunzi ni nani? Yes, mwalimu, Madam Jacinta. Amen. Mtu ambaye ameamua kumpata Mungu na ambaye ako tayari kueneza injili yake. Amen. Tupige makofi mazuri mwalimu. Mtu ambaye ameamua kumfuata. Bwana Yesu asifiwe. So a disciple, unaweza andika, a disciple is defined as a pupil or a follower of a leader or teacher. A disciple is defined as a pupil or a follower of a leader. Kwa lugha ya Kiswahili tunaweza sema kwamba mwanafunzi ni mfuasi wa kiongozi ama mwalimu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na kiongozi wetu sisi kama Wakristo ni Yesu Kristo. So pia unaweza sema in other definition or in other words,
that a disciple is a follower of Jesus Christ. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. So mwanafunzi ni mfuasi wa Yesu Kristo. Ama tumesema mwanafunzi ni mfuasi wa kiongozi au mwalimu. A follower of a leader or a Christian, or a teacher. Bwana Yesu asifiwe. Amen. You know the meaning of disciple. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Aya, tukiangalia katika Christianity, nilikuwa nimeweza kuongezea pale kwa Yesu, but that one is also in line with Christianity. So generally a disciple is a follower of a leader or a teacher. General definition. Bwana Yesu asifiwe. Amen. But now tunataka kuangalia the meaning of a disciple according to Christian. Now, a Christian disciple is one who has become a personal follower of Christ. A Christian disciple is one who has become a personal follower of Christ. That is, one who has committed himself or herself to walk Christ's way. Yaani yule ambaye kwamba ameamua kumfuata Yesu Kristo, na pia tunasema kwamba ni yule ambaye kwamba ameamua kufuata njia za Yesu Kristo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. So sisi ni wafuasi wa Yesu Kristo. Inamaanisha kwamba matendo yetu imepaswa yafanane na ya Yesu Kristo. Haleluya. Lakini tunapoingia katika matendo yasiyofaa, ni kana kwamba tunamrudisha Yesu pale msalabani. So if you have decided to be a follower, kama umeamua kuwa mfuasi, sasa inatakikana ama umeshauriwa kwamba uweze kuenenda na yale mafundisho na yale ama vile viegezo ambavyo kwamba yule unayemfuata anahitaji. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unajua sisi kama walimu tukiwa shuleni tuko na wanafunzi, na imeshauriwa mwanafunzi afuate ile yale maagizo ama sheria ambayo kwamba imewekwa na mwalimu wa ile shule. Haleluya. So walimu na management wanatengeneza sheria za shule, na hivyo imepaswa wanafunzi wafuate hizo sheria za nini? Za shule. Na je, wanapokosa kufuata sheria za shule kunafanyikaje? Mwanafunzi akikosa kufuata sheria za shule ataadhibiwa. Hivyo sisi kama Wakristo ambao kwamba tunaitwa wanafunzi wa Kikristo or Christian disciples, imetupasa tuenende na mienendo ambao kwamba Yesu Kristo anatuhitaji tuenende kwayo. Haleluya. Hivi tunapokiuka ama tunapoenenda kinyume, kuna adhabu ambayo kwamba imewekwa mbele zetu. Haleluya. Na tumeyashauriwa kwamba katika maandiko kwamba tunapoenenda na mienendo isiyostahili, ni kama vile nilivyotangulia kusema kwamba ni kama tunamlegeza Yesu pale wapi? Msalabani. Na Yesu alipokufa pale msalabani, alimaliza dhambi zetu zote. Tukaosa, tukafanya viumbe vipya, tukafanywa kuwa sisi ni watakatifu. Lakini ni kitu gani ambacho kwamba kinatutoa katika utakatifu? Haleluya. Ni kitu gani? Kitu gani kinatutoa katika utakatifu? Ni kitu gani? Dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo dhambi inatutoa katika utakatifu, na nikana kwamba hiyo ndio ambayo inamrejesha pale Yesu msalabani, maana alisulubiwa kwa ajili ya dhambi zangu mimi na wewe. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio maana nikawa nasikia watumishi wa Mungu wakihubiri na wakifundisha ya kwamba tusikuwe na ile kasumba ya kwamba sisi ni wenye dhambi kila wakati. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hakwamba mimi ni mwenye dhambi. Natambia mimi ni mwenye dhambi. Mimi ni mwenye dhambi. Lazima tufanye hivi, lazima tutakaze. Mimi ni mwenye dhambi. Hapana. Haleluya. Yesu alipokufa pale msalabani. Haleluya. Amen. Kuna maandiko yanaandikwa pale yanasema yote yamekwisha. Haleluya. Ama kuna kitu kibakisha Yesu msalabani? Sasa wewe ambaye kwamba ni mwanafunzi, umeshauriwa ama imekupasa uenende na mienendo ya kiongozi wako ambao kwamba unastahili kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. So wacha tuangalie the nature of a disciple. The nature of a disciple.
So a disciple has three facets, ama tunaangalia nature, yani jinsi ambapo kwamba mwanafunzi amekwamba ni wa Kikristo anastahili kuwa. Number one, tumesema kwamba a disciple is a follower. A disciple or is a follower. So that is the nature of disciple. Number one, a disciple is a follower. Hii tunaipata katika kitabu cha Mark chapter 2 verse 13 to 17. Mark chapter 2. Mark chapter 2 verse 13 to 17. Nitasoma kwa Kiingereza. Inasema hivi: Once again Jesus went out beside the lake. A large crowd came to him, and he began to teach them. As he walked along, he saw Levi, son of Alphaeus, sitting at the tax collector's booth. Follow me, Jesus told him, and Levi got up and followed him. So naenda mpaka mstari wa 17, nasema hivi 15. While Jesus was having dinner at Levi's house, many tax collectors and sinners were eating with him and his disciples, for there were many who followed him. 16. When the teachers of the law, who were Pharisees, saw him eating with the sinners and tax collectors, they asked his disciples, why does he eat with tax collectors and sinners? 17. On hearing this, Jesus said to them, it is not the healthy who need a doctor, but those who are ill. I have not come to call the righteous, but sinners. Kiswahili, tusomee. Kwa Kiswahili nasema hivi, Marko 2 kuanzia 13 mpaka 17. Akatoka tena akaenda kando ya bahari, mkutano wote ukamwendea, akawafundisha. 14. Hata alipokuwa akipita, akamuona Lawi wa Alfayo ameketi forodhani, akamwambia, nifuate. Akaondoka akamfuata. 15. Hata alipokuwa ameketi chakulani nyumbani mwake, watoza ushuru wengi na wenye dhambi waliketi pamoja na Yesu na wanafunzi wake, kwa maana walikuwa wengi wakimfuata. 16. Na waandishi na Mafarisayo walipomwona anakula pamoja na watoza ushuru na wenye dhambi, waliwaambia wanafunzi wake, mbona anakula pamoja na watoza ushuru na wenye dhambi? 17. Yesu aliposikia aliwaambia, wenye afya hawahitaji tabibu, bali walio hawawezi. Samahani, nitarudia hiyo 17. Yesu aliposikia aliwaambia, wenye afya hawahitaji tabibu, bali walio hawawezi. Si kuja kuwaita wenye haki, bali wenye dhambi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo tumesema kwamba the nature, ama kitu cha kwanza, you need to be a follower. Unahitaji kuwa mfuasi. Kumbuka wakati Yesu akihubiri, ama katika ministry ya Yesu Kristo alipokuwa akihubiri, alikuwa akizunguka, umati wa watu wengi alikuwa akimfuata. Haleluya. Kwa hivyo tunaambiwa kwamba alipokuwa katika pitipiti zake, ama vile alipokuwa akizunguka katika mji mmoja hadi mwingine, akapita mahali akamwona Lawi, na huyo Lawi alikuwa ni mwana wa Alfayo. Haleluya. Na pale alipomwona, katika maandiko tunaambiwa alikuwa anafanya nini? Alikuwa anafanya nini? Si tumesoma Biblia. Alikuwa akifanya nini? Alikuwa akifanya nini? Lawi mwana wa Alfayo ameketi forodhani. Ameketi forodhani. Biblia yangu inasema kwamba he saw Levi, son of Alphaeus, sitting at the tax collector's booth. Bwana Yesu asifiwe. Yaani inamaanisha pale alipokuwa ameketi. Hapa tuko na police booth. Kitu gani kinafanyika pale? Sina askari wanaweka utumishi kwa wote.
unaenda kushtaki pale, labda kuna kitu chochote. Sasa kama huyu Lawi alikuwa ameketi katika the tax collectors booth, alikuwa akifanya nini? Alikuwa anatoza ushuru, obvious. Haleluya. Lakini alipomuona kuwa anatoza ushuru, na unajua kazi ya pesa ni nyingi, ni nzuri sana. Kazi ya kukusanya pesa, unasikia vizuri. Haleluya. Sasa tuseme wewe ndio Lawi wa leo, unakusanya hizo pesa, unatoza ushuru. Alafu all of a sudden mtu anakuja tu from nowhere anakuambia nifuate. Kama ni wewe ungefanyaje? Mimi niseme tu kweli, ningekwambia ningesema ngoja kwanza nimalizane na hii, alafu baadaye nitakuja. Ama mwezi ukiisha nita hand over kwa mwingine, maana sasa niko katikati, tuseme kwanza uko katikati ya mwezi tarehe 15. Unasema wote nimalize kabisa na nipewe salary, alafu na nikufuate. Praise the Lord. Amen. Lakini Lawi hakuangalia thamani ya pesa ama fedha yote alikuwa akikusanya. And remember, the tax collectors katika maandiko walikuwa wengi wao ama a good percentage walikuwa wanatoza ushuru zaidi ya vile inavyohitajika. Haleluya. Amen. Yaani corruption ilianza kitambo. Haijaanza leo hapa Kenya. Sisi tunaiga tu. Mambo ya corruption ilianza enzi hizo. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Sasa Lawi Yesu alipomwona Lawi anakusanya ama anatoza ushuru, kamtazama, kamwangalia vizuri, akamwambia nifuate. Haleluya. Amen. Sasa Lawi hakufikiria hizi pesa ninazokusanya na zenye ambazo kwamba zinanipatia upkeep, zinaniwezesha mimi kuishi, kuhakikisha kwamba maisha yangu yako vizuri. Aliacha kila kitu na akaamua kumfuata nani? Yesu. So if you are a disciple, tumesema you are supposed to be a follower. Haleluya. Amen. Kuwa tayari kuwa mfuasi. Haleluya. Amen. Tumesema mwanafunzi ni mfuasi wa kiongozi. Mtumishi wa Mungu hapa ndio kiongozi wetu ambaye kwamba anafanya nini? Because tunasema hawa viongozi ama hawa wachungaji and the priests, they are the God representatives on earth. Haleluya. Amen. Kwa hivyo huyu mtumishi wa Mungu anamwakilisha Mwenyezi Mungu hapa duniani. Haleluya. Even the president of the Republic of Kenya, wengi hawampendi. Hata mimi naweza kuwa ni mmoja wapo basi mpendi. But tunaambiwa kwamba yeye ni kiongozi, anawakilisha nani? Mungu. Kwa hivyo tunapaswa kumheshimu. So, swali langu lilikuwa linakuja hapa. Wangapi wenu ambao kwamba mtumishi wa Mungu akisema tufanye kitu tunafanya? Kama kuna ibada kule, kuna kodi ya kushuka huko chini, huko family, wangapi wameshafika huko? Wengi hawakujui. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kama wewe ama tunasema you are a follower, remember tumesema kwamba mtumishi wa Mungu hapa ana represent Mwenyezi Mungu na Yesu Kristo. So sisi kama ni wa Kristo ama tunasema sisi ni we are the disciples, sisi ni wafuasi. Kwa hivyo inamaanisha kile ambacho kwamba kiongozi wetu anatuamrisha tufanye, tunastahili kufanya nini? Kufanya. Sasa tusipofanya, je, wewe ni mwanafunzi? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Ndio nikasema kwamba kuna wewe baadhi yetu hapa si wanafunzi bali ni washirika. Haleluya. Na maandiko yametufundisha kwamba ni vyema tuwe wanafunzi sio washirika. Mwana wanafunzi atakuwa tayari wakati wote. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu you have been commissioned, utakuwa tayari kufanya kazi ya Mungu. Haleluya. Amen. Na wale wako wale ambao wanasaidia kiongozi wako. Bwana Yesu asifiwe. Ile adhabu utapewa. Haleluya. Just be positive. Haleluya. Na haitakugharimu chochote. Being positive will not cost you anything. It will cost you nothing for you being positive. So kwa tu sema tu mazuri kuhusu kiongozi wako. Haleluya. Hata kiongozi anaweza kuwa na mapungufu, lakini hata kama pia utamwelezea katika njia ya unyenyekevu. Haleluya. Amen. But ukienda kusema kule na kule na kule hausaidii. Praise the Lord. Amen. So tumesema nature of disciple ya kwanza ilikuwa a disciple is a follower. Tulikuwa tumeandika hiyo na tukasema kwamba iko katika kitabu cha Marko 2:13 hadi 17. Hapa tumesema kwamba Jesus called people to follow him and a disciple, ama unaweza ongeza hapa sema a disciple is supposed to follow or imitate the life of the person they follow.
A disciple is supposed to follow or imitate the life of the person they follow. Hallelujah. Mchungaji huwa napenda kukoti hivi kwa sababu huwa anatuelekeza. Hallelujah. Angekuwa mchungaji wetu anavaa yebo. Sote si tungevaa yebo. Hallelujah. Angekuwa anakuja hapa na champali, si tungevaa champali. Hallelujah. Lakini vile ambapo kwamba anavaa, it is the same way watu wana imitate, and that is now being a disciple. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kusema ukweli, mimi sijamuona mchungaji wetu alikuja na hizi shati za short sleeve kwa ibada siku ya Jumapili. Kama mshamuona short sleeve, amevaa short sleeve kabisa. Hallelujah. Amen. Sijamuona mchungaji wetu. Hallelujah. Kwa hivyo wengi tunapata vile ambapo kwamba yeye anafanya nini? Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Ama t-shirts siku ya Jumapili. Ama wakati huo ni nini unaweza muona amevaa t-shirt. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Lakini siku za Jumapili kawaida lazima awe katika hali ya nadhifu. Na hivyo ni kwamba tunafaa tufanye kama Wakristo. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Unajua kuna shati zingine, kuna short sleeve but official kama ya mzee wangu hapa Geoffrey anaye. Ile iko sawa kabisa. Lakini kuna short sleeve zingine Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Sasa inatupasa sisi tupate vile kiongozi wetu anavyofaa. Kwa sababu mimi t-shirt nazo kuna wakati nilikuwa sina lakini nikakuwa nazo, sasa hivi niko nazo. Sasa ningekuwa navaa ningezivaa sana. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Lakini ninafuata vile kiongozi wangu anavyofanya nini? Pia wewe fanya hivi. Kama mama hasijamuona hata siku moja kivaa nguo fupi. Kisikati tu kimini skirt. Hapo mshamona wewe unavaa mini skirt. Sasa mbona wewe unavaa mini skirt? Praise the Lord. Amen. Mshamona mama ameshona kadresi kafupi kale gani kana? Sasa mbona wewe uende shule? Tunamwambia fundi, inua kidogo hapa juu. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Na by the way, mimi mchungaji niruhusu niseme hivi. Nikitafuta mke mimi wakati wangu sikutaka mke anavaa nguo fupi. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Kwa sababu mimi nilikuwa na hate mtu anavaa nguo fupi. Because kama utaniattract mimi, utattract watu wangapi? Hallelujah. Amen. But praise the Lord. Sasa ilikuwa tu hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Kwa hivyo tupate tu vile watumishi wa Mungu wanavyofanya. Hallelujah. Amen. Haya, tuangalie nambari ya pili. A disciple is a learner. A disciple is a learner. Kwa hiyo tunaangalia the nature of a disciple. A disciple is a learner. Matthew chapter 11 verse 28 to 30. Matthew chapter 11 verse 28 to 30. A disciple is a learner.